Bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala inatoa fursa kwa watu. Mmesikia hapa, nilitaka nijue ni makundi yapi ambayo yameletwa na waendesha ghala, ya maana kwamba wapo. Ni makundi yapi ambayo yamekuja kwa ajili ya wameletwa na collateral manager dhamana. Ni makundi yapi ambayo wamekuja wao wenyewe binafsi, yani hawana kazi. Nitaka nifahamu katika hizo kategori tatu, na kweli kila kundi tumeona watu wapo. Maana yake ni nini? Maana yake usimamizi wa shughuli za stakabadhi za ghala ni ajira. Tunaona sasa hivi utekelezaji wa shughuli hizi unafanyika katika mikoa takribani yote, kasoro mikoa michache tu, zikawa labda mikoa miwili, lakini ndani ya hiyo mikoa miwili pia utakuta kuna baadhi ya maeneo ya wilaya zake wanafanya katika namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwa maana hiyo Tanzania bara yote inatekeleza shughuli za mfumo wa stakabadhi za ghala. Tuko kwenye mazao ya kilimo na mazao ambayo sio ya kilimo. Mkiangalia nafikiri pale kwenye lile bango mnaona pale kuna mifugo pale, kuna ng'ombe wamechorwa. Kuna watu wengine wanajua shughuli za mfumo wa stakabadhi za ghala zinadili na mambo ya kilimo peke yake, lakini ni kwenye agri and non-agri commodities, kwenye mambo ya stakabadhi za ghala. Na tunategemea baada ya mafunzo haya ninyi mtakuwa ni mabalozi wema katika maeneo yenu yote ambayo mtakuwa mmekuwa distributed huko kwa ajili ya kufanya shughuli hizi, na mtaizungumzia shughuli za mfumo wa stakabadhi za ghala positively. Challenges zitakazokuwepo tutakuwa ni miongoni mwa sisi wenyewe kuweza kuhakikisha tunazisort out. Kama ni matriculations, mwisho wa siku tutaangalia kuna pass mark kwa kila mtu. Atakayekuwa amefudhu, basi huyo ndio atakuwa awarded cheti kwamba amepata mafunzo. Hizi siku tatu ni siku ambazo ambazo zinakutaka wewe uweze kuwa na concentration ya hali ya juu, lakini mwisho wa siku utakuja kupimwa kama nilivyosema kupitia aptitude test yetu, itatokana na haya ambayo wameyafundisha.